Tukiangalia Agano la Kale kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 8 mstari wa 20, mara baada ya Mungu kuwaokoa Nuhu na familia yake, Nuhu aliandaa sadaka ya shukurani ya kumshukuru Mungu mara baada ya kuokolewa na lile gharika. Mwanzo 8 mstari wa 20. Lakini kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12, Mwanzo 12 mstari wa 7 na wa 8, na kitabu hicho hicho cha Mwanzo sura ya 13 mstari wa 18, tunaona namna Ibrahimu alivyomuinulia Mungu sadaka mbalimbali za shukrani, akionyesha moyo wa shukrani mbele za nani? Mbele za Mungu. Mwanzo sura ya 24, Mwanzo 24 mstari wa 26 na 27, tunaona namna gani Mungu alipomjibu yule mtumishi aliyetumwa na Ibrahimu kwenda kumtafutia mke, kumuulizia mke wa mtoto wake Isaka. Yule mtumishi mara baada ya kumpata mke wa Isaka, alipompata alimuinulia Mungu nini? Shukurani, mara baada ya kumpata mke wa bosi wake Ibrahimu ambaye ni mtoto Isaka. Kutoka sura ya 15, andika Kutoka sura ya 15 mstari wa 1 hadi wa 18, tunaona Musa alimshukuru Mungu na kumsifu mara baada ya Waisraeli kuvuka bahari ya Shamu. Kutoka 15 mstari wa 1 hadi wa 18, Musa alimuinulia Mungu shukurani, akimsifu na kumshukuru kwa kuvushwa kutoka kule Misri kuvuka bahari ya Shamu. Kwenye Samueli wa kwanza, andika Samueli wa kwanza sura ya 2, Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 10. Mara baada ya kupata mtoto Samueli, tunamwona Hana, yeye ambaye alikuwa azai. Hana anamwinulia Mungu sala ya sifa na shukurani, anamshukuru Mungu kwa kumpata mtoto Samueli. Mfalme Daudi alimshukuru Mungu mara nyingi kupitia tunzi za Zaburi. Nitatoa baadhi ya mifano ya Zaburi. Mfano, Zaburi sura ya 9 mstari wa 1, Zaburi 9 mstari wa 1, Zaburi sura ya 30, Zaburi sura ya 103. Tunamwona mfalme Daudi katika tunzi zake za mashairi mara nyingi alikuwa akifanyaje? Alikuwa akimsifu na kumshukuru Mungu kwa yale mambo aliyomwokoa na kumtendea. Lakini kuna mtu anaitwa mfalme Suleiman kwenye Wafalme wa kwanza, Wafalme wa kwanza sura ya 8, Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa 14 hadi ule wa 24. Mfalme Suleimani anamshukuru Mungu ule wakati wa yeye kutawazwa kuwa mfalme. Mara baada ya kusimikwa na kutawazwa, mfalme Suleimani anamshukuru Mungu. Na hata ule wakati wa kuweka wakfu hekalu alilolijenga, mfalme Suleimani anafanyaje? Anamshukuru Mungu. Yuko mtu anaitwa Danieli. Andika Danieli sura ya 2, Danieli sura ya 2 mstari wa 23, na Danieli sura ya 6 mstari wa 10. Danieli alimshukuru Mungu alipokuwa kule Babeli, mara baada ya Mungu kumjibu maombi yake ya ile siri ya ndoto ya mfalme. Danieli akamwambia Mungu, ninakushukuru. Mfalme aliota ndoto, kulikuwa hakuna majibu. Mungu akamvuvia Danieli, akamwambia maana ile ndoto ya mfalme. Mara baada ya kupata ile maana, Danieli aliinua mkono wake akamshukuru Mungu. Nini Mungu anamaanisha? Yatupasa kumshukuru Mungu kwenye kila jambo. Ameandika kwenye Wathesalonike, inabidi tumshukuru Mungu kwenye nini? Kila jambo.
kuwa na uwezo wa kukaa kiuno chako kikakaa vizuri. Kuna watu wengine hawezi kuinuka. Kuwa na uwezo wa kuachama mdomo na kula na kunywa. Kuna wengine wanatumia mirija. Kuwa na uwezo wa kupepesa macho hivi, kufumba na kufumbua. Mshukuru Mungu kwa kila jambo. Kuwa na uwezo wa kuchana nywele hivi. Mshukuru Mungu. Kuwa na uwezo wa kutembea. Usimshukuru Mungu kwa sababu umepata ndoa au mahusiano. Usimshukuru Mungu tu kwa sababu umepata fedha, kazi au jambo fulani. Hata kwa pumzi unayopumua, mwambie Bwana Yesu ninakushukuru. Kuna mtu mmoja anaongea naye jamani upenda. Ukiangalia kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, andika Mambo ya Walawi sura ya 7 mstari wa 12, na kitabu cha Mambo wa Nyakati wa Kwanza, Walawi 7:12 na Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 16 mstari wa 8, sura ya 16 mstari wa 8 hadi ule wa 36. Wana wa Israeli walimshukuru Mungu mara nyingi kwa ushindi Mungu aliowapa na kwa mavuno na kwa rehema juu ya maisha yao. Utaangalia namna gani walivyokuwa wanamshukuru Mungu mara nyingi. Walawi 7:12 na Mambo ya Nyakati wa Kwanza 16 mstari wa 8 hadi 36. Katika Agano Jipya nataka ujifunze kitu kimoja. Kitabu cha Luka sura ya kwanza, Luka sura ya kwanza mstari wa 46 hadi 55. Utaona Maria mama wa Yesu aliimba nyimbo za shukrani mara baada ya kupokea taarifa ya mtoto kutoka kwa malaika wa Mungu, malaika Gabriel. Malaika Gabriel alipomwambia kwamba utazaa mtoto, mara baada ya kupokea taarifa alifanyaje? Aliimba nyimbo ya kushukuru. Kumbe hata kupokea taarifa kwa Mungu, hata kupata ndoto, hata maana ya ndoto, tunapaswa kupiga magoti na kumshukuru Mungu kama Danieli. Kuna mtu mmoja anaongea hapa jamani wapendwa. Luka sura ya kwanza mstari wa 67, Luka 1 mstari wa 67 hadi 79. Zakaria mume wa Elizabeti, baba wa Yohana Mbatizaji, alimshukuru Mungu mara baada ya kinywa chake kufunguka na kupokea mtoto ambaye ni Yohana Mbatizaji. Mungu alifunga kinywa chake kwa sababu Mungu alijua huyu angeropoka tu, angesema. Haleluya. Alipofunguliwa kinywa na alipopata mtoto Yohana Mbatizaji, alifanyaje? Alimshukuru Mungu. Luka sura ya pili, Luka sura ya pili mstari wa 28, mstari wa 28 hadi 32. Kuna yule mzee alikuwa anaitwa Simeoni, alikuwa ni nabii. Alimshukuru Mungu. Mungu alimwambia hautakufa mpaka utamuona Masihi. Akiwa hekaluni mara baada ya Yesu Kristo kuzaliwa, Yesu akiwa mtoto mdogo alipoletewa na kumbeba, akamshukuru Mungu. Akasema, Bwana Mungu, sasa hivi naweza kufanyaje? Naweza nikafa, naweza nikalala. Alimshukuru Mungu. Alimuona Masihi. Yesu Kristo tunamwona alimshukuru Mungu mara nyingi katika mifano tofauti tofauti. Mfano utasoma, tunaona mfano wa kwanza katika Yohana sura ya 6 mstari wa 11. Yohana 6:11 inasema, basi Yesu akaitoa ile mikate, akashukuru, akawagaia walioketi, na kadhalika katika wale samaki kwa kadiri walivyotaka. Kabla ya kufanya miujiza, Yesu alifanyaje? Alimshukuru Mungu. Mfano mwingine wa Yesu Kristo alimshukuru Mungu ni kwenye Yohana yoyo, Yohana sura ya 11 mstari wa 41. Yohana sura ya 11 mstari wa 41. Yohana 11 mstari wa 41. Anasema, basi wakaliondoa ile jiwe, Yesu akainua macho yake juu, akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Yesu mwana wa Mungu, yeye aliye Mungu katika mwili, alishukuru. Kabla ya muujiza hujatokea, alikuwa na moyo wa nini? Wa shukrani. Wakati wa chakula cha jioni, ile meza ya Bwana,
kwenye kitabu, andika kitabu cha Mathayo sura 26. Mathayo sura 26 mstari wa 27. Mathayo 26 mstari wa 27. Inasema, akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki. Alikitwaa kikombe, akafanyaje? Akashukuru. Mtu anaposhukuru anaonesha namna gani anatambua kile alichofanyiwa au kile anachotarajiwa kufanyiwa, kwamba akitokana na jitihada zake yeye, bali kinatokana na uwezo wa nani? Uwezo wa Mungu. Ibada ya leo ni ibada muhimu sana kwenye maisha ya mtu. Najua kuna watu wengi hawajaweza kufika hapa kwa sababu ziko nje ya uwezo wao, lakini kuna wengine ni kwa sababu tu ya mvua. Mungu ili aweze kukuingiza katika ahadi aliyokuahidi. Mungu sio kigeugeu wala sio mwongo. Amesema Pastor Caleb, ni wewe au ni mimi ndio tutabadilisha ahadi yake kulingana na mitazamo na namna tunavyohusiana naye, na sio kile alichokisema yeye. Akisema ni hakika, ni wewe ndio utakubadilisha kwenda nje au kutokuwa na mahusiano pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 46 hadi 47. Kanisa la awali la mitume na waumini walimshukuru Mungu katika maombi, katika ushirika na katika kula mikate. Walimshukuru Mungu kwa pamoja. Walikuwa na desturi kukaa pamoja na kumshukuru Mungu wakishare chakula. Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 11. Matendo ya Mitume 12:11. Mtume Petro mara baada ya kutoka gerezani alimshukuru Mungu. Alipiga magoti akafanyaje? Akamshukuru Mungu kwa kumwokoa gerezani. Kwenye Luka sura ya 17, Luka sura ya 17 mstari wa 15 na wa 16. Luka 17 mstari wa 15 na 16. Kuna kitu pale utakiona. Yule mwenye ukoma mmoja aliyerudi, walikuwa 10. Yesu Kristo akamwambia, nendeni mkajioneshe. Walipokuwa njiani, ule ukoma ukafanyaje? Ukapona. Lakini walioenda 10 walioponywa na ukoma, aliyerudi ni nani? Ni mmoja. Yesu akasema, wako wapi wale 9? Wale 9 wako wapi? Ikimaanisha Yesu Kristo mwenyewe anajua umuhimu wa kushukuru mara baada ya Mungu kutendea. Tunapotendewa na Mungu, tusione kwamba ni katika jitihada zetu ndio tunastahili, ni kwa neema ya Mungu. Lakini mtu ambaye ana moyo wa shukrani ni sawasawa na mtoto ambaye moyo wake kila wakati anamwambia baba asante, mama asante, kaka asante. Kuna namna huyo mtoto atapewa zaidi, atakuwa favored kwa sababu moyo wake una shukrani. Ila kuna watoto wengine sasa, umpe, umfanyie, usifanyie, yeye ni gubu tu, kulalamika mwanzo, hana moyo wa shukrani hata chembe. Mtu huyo kusonga mbele, kuinuliwa au kuzidishiwa inakuwa ni ngumu. Kwa nini? Haridhiki hata kwa kile kidogo alichofanywa. Bwana Yesu asifiwe. Marko sura ya 14, andika Marko sura ya 14 mstari wa 3 hadi wa 9. Yule mwanamke mwenye chupa ya mafuta ya thamani, manukato, mafuta ya uturi, alimshukuru Yesu Kristo kwa ile ishara ya heshima. Alimwambia, Bwana ninakushukuru. Mtume Paulo tunamwona alimshukuru Mungu katika wakati mbalimbali tofauti tofauti. Sehemu ya kwanza alimshukuru Mungu kwa ajili ya waumini wa makanisa mbalimbali. Alimshukuru Mungu kwa ajili ya waumini tu. Mfano, Warumi sura ya 1 mstari wa 8, andika Warumi sura ya 1 mstari wa 8. Wakorintho wa 1 sura ya 1 mstari wa 4. Wakorintho wa 1 sura ya 1 mstari wa 4. Wafilipi sura ya 1 mstari wa 3. Wafilipi 1 mstari wa 3. Wakolosai 1 mstari wa 3. Wakolosai 1:3 na Wathesalonike wa 1 sura ya 1 mstari wa 2. Mtume Paulo alimshukuru Mungu kwa ajili tu ya waumini.
Yaani mimi napiga magoti namshukuru Mungu kwa ajili ya nafsi za watu, kwa ajili ya familia zao, ndoa zao, uhai wao, uchumi wao, ustawi wao. Tujenge desturi ya kushukuru Mungu hata kwa uzao, watoto na familia tuliopewa. Wakati mwingine Mtume Paulo alimshukuru Mungu kwa ushindi juu ya dhambi. Ukisoma Warumi sura ya 7 mstari wa 25, Warumi 7:25, alimshukuru Mungu kwa ajili ya ushindi juu ya dhambi. Watu wengine atakuandika waandike, vichwa vyao vimepata moto. Wakati mwingine Mtume Paulo alimshukuru Mungu kwa ajili ya riziki na huduma, namna Mungu alivyofanya riziki na namna Mungu alivyoonekana katika huduma. Timotheo wa kwanza sura ya 1 mstari wa 12, tunaona namna gani Mtume Paulo alivyomshukuru Mungu hata kwa riziki.